Habari na karibu kwenye muhtasari wa soko kwa wiki iliyopita, ambapo tutakuletea maendeleo mbalimbali yaliyotokea kwenye soko la hisa na dhamana hapa Tanzania kwa wiki ya biashara iliyoishia tarehe 2 Mei. Wiki hii soko la hisa la Dar es Salaam limeshuhudia kuongezeka katika thamani ya mauzo kwa 11.38 kutoka shilingi za Kitanzania bilioni 3.57 hadi kufikia shilingi za Kitanzania bilioni 3.977. Na tukihamia katika hisa zilizoongoza katika mauzo, CRDB iliongoza tena kwa wiki iliyopita kwa kuchangia 82% ya jumla ya mauzo yaliyopita kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, ikifuatiwa na Swissport iliyochangia 6.23 na Voda iliyokuwa na mchango wa 5.29. Katika hisa zilizopanda bei tuna kampuni ya Twiga Cement ambayo ilipanda bei kwa 10.84 na kufunga wiki kwa bei 4,500 kwa hisa moja. Swissport iliongezeka kwa 8.33 na kufunga wiki kwa bei 1,300 kwa hisa moja, na Niko iliongezeka thamani kwa 4.35 na kufunga wiki kwa bei ya 720 kwa hisa moja. Na hisa zilizoshuka bei, DCB pekee ndio iliyoshuka thamani kwa wiki iliyopita ikipungua kwa 4.17 na kufunga wiki kwa bei ya 115 kwa hisa moja. Na tukiingia katika soko la hatifungani, soko la awali, Aprili tarehe 30 Benki Kuu iliingia sokoni ili kufanya mnada wa kuuza hatifungani ya serikali ya miaka 10. Kiwango cha usajili katika mnada huu ilikuwa 126.24 na bei elekezi yani minimum successful price katika mnada huu imeweza kuongezeka kutoka 98 hadi kufikia 101.7991. Wastani wa riba yani weighted average yield to maturity katika mnada huu imeweza kuongezeka kidogo kwa 0.174776 kutoka 14.0846 na hadi kufikia 14.25936. Na tukimalizia na soko la upili yani secondary market, kulikuwa na ongezeko kubwa katika mauzo yakiongezeka kwa 419.21 kutoka shilingi za Kitanzania bilioni 11.4671 hadi kufikia shilingi za Kitanzania bilioni 59.5378 kwa wiki iliyopita. Hata hivyo kulikuwa na punguzo la idadi ya miamala ikitokea kutoka 88 hadi kufikia 77 kwa wiki hii.